wenyewe, ardhi yetu wenyewe. Nafuma kwa kusema ukweli. Nani aliwaambia mwingie hapo bila ruhusa yangu? Ati ruhusa? Ruhusa nani? Tumeruhusa kwa nani? Kwa ardhi yetu wenyewe. Ardhi yenyewe imekaja hapa yetu. Tumeruhusa kwa nani? Hatuwezi kuruhusa kwa kwenye ardhi yetu. Hakuna haja kwa ruhusa. Acha zungumze. Huyu ni mzee tu. Niambie mnachotaka nimfanyie mama. Nani atazungumza? Kilichonileta hapa ni kwamba tunakwambia hivi, watoto wetu watatumika tena na huwezi na vijana wetu. Hii ardhi yetu na kodi hatilipi. Kabisa. Lakini sheria ya utawala inasema lazima mtoe vijana kodi. Utawala ni kwa ardhi yetu wenyewe. Tulipe kodi kwa ardhi yetu. Umekaja kwa ardhi yetu tulipe kodi. Kodi ya nani yote? Hiyo kodi tena. Mama, unaweza enda gerezani kwa kuzani huko. Unanipiga? Unanipiga? Pigani! Askari! Mchukueni! Inabidi sasa twende moja kwa moja hadi kwa wazee. Tukamwambia mambo haya kutoka. Ni kweli kabisa kazi unaongea. Itabidi twende tukamuone tumwambie. Amekwisha. Wamempeleka mbali sana. Mumias wanasema hata Hapana. Sitaamini. Onyesho la kwanza, moto wa kani. Katika onyesho hili tunamwona mzee Wanje ambaye ameketi akitazama kwa mbali kwa wasiwasi, huku Karisa akiwa ameketi karibu naye. Ngoma inasikika kwa mbali kisha inaacha. Karisa, umesikia habari ya leo? Nimesikia mzee, wanasema watachukua vijana wetu wapeleke vitani, ambapo vita si vyetu, na kodi wamesema tutalipa kila nyumba. Tutafanyaje mzee? Hatuna nguvu kupigana nao kisilaha, wako na bunduki nyingi. Hicho ndio kitu ambacho kinaumiza mimi kichwa usiku na mchana. Mnalewa. Hizi habari mnazisikia. Mnalewa. Hizi habari mnazisikia. Ama ni mimi ndio nimesikia hizi habari. Mekatilini, tulia.
Tulia Mekatilili, hawa watu wana nguvu. Mkombozi hawezi kupigana nao kwa mikono. Nakuelewa mzee, lakini hata kama wana nguvu, hiyo si haki, na hizo nguvu haziwezi kushinda. Tutatumia ukweli wetu na ujasiri wetu. Ujasiri wetu ndio utatuokoa. Ni ushirikiano wetu tu ndio nahitaji ushirikiano wenu. Mnisaidie katika hili, maana sitakubali tunyanyaswe. Ni kweli Mekatilili, mimi kama mama sitakubali mtoto wangu achukuliwe akatumie vitu vyovyote. Nitapigana kwa njia yoyote. Onyesho la pili, safari ya kuamsha Wamijikenda. Katika onyesho hili tunawaona Mekatilili pamoja na Kadzo wakitembea vijiji mbalimbali kuwatembelea wanakijiji wao. Vile vile tunaona wako katika mazungumzo. Tumesafiri kwa muda mrefu Mekatilili, lakini macho ya Wamijikenda yanang'aa. Wanakusikia wanapoongea. Acha wasikie Kadzo. Ukweli si lazima uwe hadharani. Ukweli unajitangaza. Acha wasikie. Wajirama, nimekuja hapa tu kwa lengo moja. Lengo langu bado ni lile. Tusikubali kwa watu kabisa, tusikubali kudharauliwa. Tusikubali watoto wetu wakatumike. Mbona tusikubali watoto wetu wakatumike? Mtoto amemzaa mwenyewe, achukuliwa akatumike, akapigania vita vyenyewe si vyetu. Hata yenyewe si yetu, wamekuja wanatutawala. Tumesikia Mekatilili. Kweli kabisa. Tuliahidiana kuwa tutashikana pamoja na wewe Mekatilili. Sawa baba, kweli kabisa. Tutasimama Mekatilili tuko pamoja na wewe. Basi tuendelee kwa pamoja. Umoja wetu ndio utakusaidia. Kwa sababu mimi peke yangu sitawezana. Lakini umoja wetu ndio ushirikiano wetu ndio utakaowezana kupigana na hawa watu. Kabisa. Tunaelewa kabisa Mekatilili. Tutaendelea kushikana sababu hatuwezi kuacha. Hii ni safari tulianza, lazima tumalize pamoja. Moja ni nguvu. Mekatilili, inabidi sasa twende moja kwa moja hadi kwa wazee. Tukamwambia mambo haya kutoka uso. Ni kweli kabisa Kadzo unaongea. Itabidi tuende tukamuone, tumwambie kabisa, tumwambie ukweli kwa sababu ukweli usiwekwa hadharani. Ni kama mbele ndio upande wa kinatuna. Lakini Mekatilili, yenyewe inaweza kuwa ghali sana. Tutaenda Kadzo. Sababu ni lazima tukamwambie tu ukweli. Tukiwa nao, ukweli tukiwa nao yeye atajua. Ni lazima tukamwambie, maana tukibaki nao hatutasaidika na tuzidi kunyanyaswa. Onyesho la tatu, mkutano na Wavel. Katika onyesho hili tunaonyeshwa Wavel akiwa ameketi nyuma ya meza akisoma karatasi. Mekatilili, Kadzo na Karisa wakiingia kwa ujasiri, huku mzee Wanje akiingia nyuma kidogo akisimama nyuma yao kwa msaada. Nani aliwaambia mwingie hapo bila ruhusa yangu? Ati ruhusa nani? Tumeruhusa kwa nani? Kwa ardhi yetu wenyewe. Ardhi yenyewe imekaja hapa ni yetu. Tumeruhusa kwa nani? Hatuwezi kuruhusa maliponi ni kwetu. Ardhi yetu. Hakuna haja ya kuruhusa. Acha azungumze. Huyu ni mzee tu. Niambie ninachotaka niwafanyie mama. Nani mtazungumza? Kilichonileta hapa ni kwamba tunakwambia hivi, watoto wetu watatumika tena na kukodi na vijana wetu. Hii ardhi ni yetu na kodi hatulipi. Kabisa. Huku ni kwetu. Lakini sheria ya utawala inasema lazima mtoe vijana. Utawala ni kwa ardhi yetu wenyewe. Tulipepana kwa ardhi yetu. Umekaja kwa ardhi yetu tulipepana. Kodi ya nani ndio na hiyo kodi tena. Mama, unaweza enda gerezani kwa upinzani huu. Upiga. Unanipiga? Unanipiga? Pigani! Askari! Mchukueni! Askari! 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 Mshikeni na mpelekeni gerezani mpaka pale atakapoelewa sheria. Onyesho la 4. Gereza na kurudi kwa Simba Jike. Katika onyesho hili tunaonyeshwa Mekatilili akiwa ameketi peke yake gerezani. Vile vile katika onyesho hili tunaonyeshwa Kadzo, Karisa na mzee Wanje wakiwa wameketi wakizungumza kwa wasiwasi.
Nimekatili ardhi yetu wenyewe, nafungwa kwa kusema ukweli, kwa kupigania haki yetu. Ni sawa, bado nitarudi, sitakata tamaa. Nafungwa kwa ukweli. Amekwisha jamii, wamempeleka mbali sana. Mumiaso anasema hata arudi tena. Hapana, sitaamini hivyo. Atarudi tu, hata shindwa. Tutaendelea, lazima tuendelee. hatutatoa watoto wetu, hatutalipa kodi. Hiyo ndio njia pekee ya kumwenzi na kumheshimu mama Katili wetu. Atarudi. Tuamini atarudi. Onyesho hili bado ni onyesho la 4. Tunamwona Mekatilili yuko gerezani, anazungumza peke yake. Shamba langu nakusikia hata huku niliko, nasikia kulia, lakini sitakata tamaa. Nitarudi na mwili wangu siku moja utakuwa huru. Sitaacha na sitashindwa, nitarudi. Onyesho hili bado ni onyesho la 4. Hapa tunaonyeshwa Mekatilili akitembea kuashiria safari ndefu ya kutoka gerezani hadi kwa jamii ya Wagiriama. Misitu, mito, milima, hatua moja hadi nyingine, bahari na kusikia na kuja. Jamani, Mekatilili amerudi! Ni kweli, ni yeye amerudi. Niliwaambia Wagiriama hawezi shindwa. Nimerudi kwa sababu ardhi hii nilisikia, na nimerudi kwa ajili yenu. Je, mko tayari? Tuko tayari. Onyesho la 5, urithi wa Simba Jike. Katika onyesho hili tunaonyeshwa uwanja wa kaya, moto unawaka. Wahusika wote 4 ambao ni Karisa, Kadzo, Mekatilili na Mzee Wanje wamesimama pamoja kuashiria umoja na nguvu, japo wana wasiwasi kidogo. Wanasema watatuma nguvu zaidi, na wakati huu hakuna mtu yoyote ataipinga. Acha watumie hizo nguvu zije, acha watumie hata hao watu waje. Vita vyetu si vya bunduki tu, vita vyetu ni vya mila na heshima yetu na desturi zetu, na leo tutakunywa kiapo cha fisi. Kiapo hiki hakitaturuhusu tuwape mikono, chakula wala hata salamu, hatuwapi. Kiapo cha fisi ni kitakatifu sana, hakuna aliyepona kukosa kiapo hicho. Njia hii ni nzito. Naam, ni kizito. Naelewa kiapo hiki cha fisi ni kizito, lakini tumeamua kubeba heshima hii kwa uzito kuliko kubeba aibu kwa urahisi. Naam, Mekatilili, hata kama watakuchukua, lazima tutapigana, tutaendeleza, tutakubali kushindwa. Tutaendelea. Wanakuja tena. Acha waje, acha watumie hizo nguvu zije, acha watumie hao watu waje. Watachukua mwili wangu tu, lakini ukweli wangu utabaki, na hii mila itabaki, na Wagiriama hatutawahi kushindwa. Tutaendelea kupambana. Tutaendeleza. Na hapa tutaendeleza mapambano. Na hapa. Baada ya matukio haya, walimfunga Mekatilili wa Menza tena na tena, lakini kila walipomfunga alifanikiwa kurudi. Mekatilili wa Menza hakufanikiwa kuona uhuru wa nchi yake kamili, lakini mbegu alizopanda hazikufa. Zilichipuka, zikamea na zikazaa matunda. Jina Mekatilili wa Menza ni maarufu hadi wa leo katika pwani ya Kenya. Walioko mbele yenu ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Masai Mara, jamii ya Wamijikenda, mwaka wa 3, na tunawaletea tamthilia ya Mekatilili wa Menza. Kwa jina ni Maureen Mnyazi Runya, na katika tamthilia hiyo nimekuwa Kadzo, msimulizi na mwanakijiji. Kwa jina ni Enoch Kazungu. Katika tamthilia hiyo nimeigiza kama afisa Pavel na vilevile mwanakijiji.
Kwa jina ni Nancy Pendo na katika tamthilia nimeigiza kama Mekatilili wa Benja. Jina langu ni Said Kombe Mtakato, nimeigiza kama Mzee Wanje. Nami jina langu ni Hilary Shinaka, nimeigiza kama Karisa na Mwanakijiji.